waovu ambao walikufa Yesu anapokuja wanafufuliwa. Sasa inapitishwa sinema ya makini kwa haraka sana. Kila mmoja anaangalia kila ambacho kimemwangamiza. Na hiki ndicho ambacho Mama White pia anasema, mara vitabu vilipofunguliwa tu. Hii mnaweza mkasoma katika Ufunuo 20 fungu la 4 na 5. Mara tu vitabu vya kumbukumbu vilipofunguliwa na jicho la Yesu anakuja sasa, atauangalia umati wote. Jicho la Yesu lilipowatazama waovu, wanapata ufahamu, yani wanarejeshewa fahamu zao zote kwa uhakika. Anasema wanapata ufahamu kuhusu kila dhambi waliopata kuitenda. Mungu hataangamiza watu bila kujihakikishia. Kila mtu atakumbuka dhambi walioitenda. Wanaona mahali ambapo miguu yao iligeukia kando kuiacha njia. Unajua dhambi kuna mahali inapoanzia. Yaani pale ulipoanza kuteleza, kuiacha kweli, Mungu anarejeshia hiyo kumbukumbu. Anasema hivi, wanaona kiasi gani kiburi chao na uasi wao vimewapeleka mbali katika kuivunja sheria ya Mungu. Vishawishi vya majaribu ambavyo walivihamasisha. Kuna ushawishi unahamasishwaga. Walivihamasisha kwa kujifurahisha katika dhambi, mibaraka iliyopotoshwa, wajumbe wa Mungu waliodharauliwa, maonyo yaliyokataliwa, mawimbi ya rehema yaliyosukumwa mbali na kurudishwa nyuma, kwa usumbufu, moyo ambao haukutubu. Yote yanaonekana kana kwamba yameandikwa kwa moto. Yote. Kumbe sio kudharau tu, lakini hata wajumbe wa Mungu walikuwa wanahubiri kweli. Anasema na yenyewe italetwa. Maonyo yanatolewa. Ya nini hiyo? Yataletwa. Kumbukumbu itakujia. Mungu ataruhusu sinema itolewe. Kila mmoja anakutana na yale aliyotenda uso kwa uso. Anasema hivi, ulimwengu wote wa waovu unasimama ukishitakiwa katika kizimba, na wakishitakiwa kwa kosa la uhaini mkuu dhidi ya serikali ya Mungu wa mbinguni. Kesi ya uhaini ni nini? Mahakama za kwetu, kesi ya uhaini ni nini? Kesi ya uhaini ni nini? Kifo. Na ulimwengu utasubiri kifo kwa kesi ya nini? Hivi uhaini, Kiswahili uhaini maana yake nini? Wale wanaojua. Naam. Kuipindua nini? Bwana asifiwe. Yaani kutenda kinyume na Mungu ni kupindua serikali ya Mungu. Tutahukumiwa kwa sababu ya kupindua mamlaka ya Mungu yaliyo halali. Na hiki ndicho ambacho Mama White aliandika kwenye kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa 550. Mkasome mkiwa mnapata nafasi. Pambano Kuu ukurasa 550 au Great Controversy 669. Haya Mama White aliandika akiwaambia ulimwengu hatari na tishio ambalo linaweza likawakumba watu wa Mungu. Kwa wakazi wengi, hakimu atasema katika siku hiyo, mlikuwa na neno la Mungu lilielekeza. Anasema kwa wazazi wengi, hakimu atasema katika siku hiyo, mlikuwa na neno langu likielekeza wajibu wenu wazi wazi. Kwa nini hamkutii mafundisho yake? Taulizwa hivyo. Mambo ya kusema mtu fulani alidanganya hatasikilizwa. Kitakachowasilishwa ni kwamba mlipewa neno lililoandikwa wazi wazi. Kwa nini hamkutii? Swali taulizwa hilo. Je, hamjui ya kuwa ilikuwa ni sauti ya Mungu? Sikuwaambia myachunguze maandiko ili mpate uzima? Hamjaharibu nafsi zenu tu, bali kwa kujifanya wacha Mungu mmewapotosha na wengine.
Sinasikiaga hata mbona na fulani anasema hivi. Yaani kwa kujifanya wacha Mungu. Na hapa ndipo ambapo wale wachungaji watakuja kilichotokea. Yaani kwa kujifanya ni viongozi walipoteza maelfu ya watu. Kwa maana nyingine, afadhali nisio kiongozi kuliko kuwa kiongozi ukawa na mvuto ambao unawaharibu maelfu ya watu wa Mungu. Unajua, Mungu atusaidie watu wa Mungu, kwa sababu unajua unaposimama kwa ajili ya neno la Mungu, hubiri kile Mungu alichokusudia. Hubiri ujumbe, acha neno likate, lakini litaponya. Acha neno likate, usitake neno lisikate ili uwe na amani. Watu watasingizia, mimi mlituponosha. Sikiliza, unajua nashangaa kuna kesi kama 3 hivi. Kila Mungu alichokataza, wachungaji wanapata nafasi ya kuja kukihamasisha mimbarani, kuwatia moyo watu katika uasi. Nashangaa viongozi au mtu mmoja mmoja, kila ambacho Mungu anakataza kinapata nafasi ya kuhamasishwa hapa mimbarani. Na mmoja mwaka 2005, nakumbuka visa hivi vizuri. Mwaka 2005 kuna mchungaji mmoja alisimama mimbarani, akasema watu wanahamasisha matengenezo. Akasema, sikiliza mimi nikwambie, mimi ninafanya ndio ujumbe uliopewa huo. Watu wa Mungu anasema kisamvu, unajua kisamvu, yani watu wanadharau kisamvu na matembele eti ni mboga za majaribio. Eti watu walipokuwa nakula mihogo, anasema hivi, na mboga zake hizi hatuwezi kukala. Kwa hiyo eti anafanya majaribio ya kuangalia kula na kisamvu kama kinalika, kwa sababu mihogo inafanya nini? Inalika. Eti viazi vinalika chini, anasema hivi viazi vikilika majani hatuwezi tukala. Kwa hiyo eti kisamvu na nini? Na matembele ni mboga za nini? Kwa hiyo anasema mimi nafanya kazi na matengenezo ya kufanya kula nini? Maharage. Sawa. Na watu wasema, kwa kusema ukweli, matengenezo hayana kazi. Mchungaji amefanya nini? Ameshasema na anahamasisha watu tufanye matengenezo ya kuacha kula nini? Maharage. Mwaka 2016 mwingine Morogoro, hiyo ilikuwa tena kwenye makambi. Yule wa kwanza alikuwa ni kanisani kama hapa. Yule kwenye makambi anasema tumbo langu hili aliingize maharage, na kweli ana tumbo kubwa. Mungu amemjalia tumbo. Hili aliingizi nini? Aliingizi maharage mbele ya watu. Mbele ya kanisa. Unajua ni kwa tuseme hivi, watu wa Mungu. Kweli Mungu amesema matengenezo ni swala la mtu binafsi. Na uwezi kumshurutisha mtu. Anasema kama kuna watu wanaoshindwa kuacha kula nyama, basi wale, lakini wale nyumbani kwao. Kambini isiletwe nyama. Clear. Isiletwe nyama kwenye makambi ya kanisa, kwenye makambi ya mikutano ya Bwana. Isiletwe. Watu walie majumbani mwao. Mtu anasema na kweli ukiangalia baada hapo kuna kuku zimeandaliwa, si samaki imeandaliwa. Kama uwezi, nyamaza, usihamasishe watu uasi. Ipo siku ujumbe kama utakutana nao ulihamasisha watu kufanya uasi. Unajua kufanya uasi peke yako kuliko kuasi kanisa zima. Unahamasisha watu kuasi. Watu wa Mungu. Mwingine kwenye kambi la vijana mwaka 2018. Nakumbuka matukio vizuri sana. Yaani mpaka nashangaa. Kijana mmoja aliuliza kwenye kambi PF, akauliza mchungaji, hivi katika Isaya 66 fungu la 3 inasema anayechinja ng'ombe ni sawa sawa na anayeua binadamu. Hii imekueje? Kijana aliuliza mbele ya umati. Nadhani kwenye makambi ya vijana mnajua. Mchungaji akujibu ile swali, anasema subiri utajibiwa. Subiri utajibiwa. Siku ya kufunga mkutano nikasikia anatangaza mbele ya wachungaji wapo hapo, vijana wamejaa hapo, anasema
Yule kijana aliyeuliza swali lile akamuuliza mchungaji wake wa mtaa kwao, hivi mnaona hiki kitu? Kijana yule alikuwa anakumbuka, alikuwa na swali. Aliyeuliza ile swali akamuulize, sasa unauliza swali, si wengine wanataka kufaidi swali la yule kijana hapo, wajue kitu gani maana yake ni nini? Kwa nini aliogopa kujibu swali? Kuna vinyango vilikuwa kwenye masufuria vinawasubiri baada ya huo mkutano. Vipo. Kwa nini? Wana hatia moyoni, wanaogopa kusema ukweli. Sema ukweli hata kama utakasirikiwa. Hukumu ya upelelezi inapita, watu wa Mungu. Haya tunaweza yanaandikwa. Kwa nini usifanye nyumbani kwako? Kutano zima unaelekea kwenye laana kubwa. Sikiliza. Jambo ni moja tu, ni kutubu. Dhambi haitageuzwa, haitabadilishwa kwa dhambi, kwa neno wala kwa lugha isipoungamwa. Dhambi ni kuungama, ni kutubu. Kiburi kiachwe. Yesu atatamka muda si mrefu, mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mchafu na azidi kuwa mchafu. Lisije likatangazwa tangazo hilo kabla sijatubu, watu wa Mungu. Wangapi wanasema Mungu tusaidie? Mungu tusaidie wakati huu. Wangapi wanasema Mungu tusaidie wakati huu? Basi taomba, tutapiga magoti kwa ajili ya ombi tunapohitimisha somo hili. Tupige magoti kwa ajili ya ombi. Mungu atusaidie ili anapokuja majina yetu yabaki kwenye vitabu vya uzima. Baba na Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi, neno lako limepita masikioni mwetu. Tujalie Bwana, tusaidie Yesu. Peke yetu, mielekeo yetu inatuvuta kufanya kinyume na mapenzi yako. Tujalie Roho wako Bwana akaze kweli hii katika mioyo yetu, hata hukumu inapofungwa majina yetu yakabaki katika vitabu vya uzima. Tusaidie Yesu, tuokoe na vishawishi vya ulimwengu huu. Dunia inapendeza na muda mwingine tunaogopa kusema ukweli. Tusaidie Bwana, tusamehe. Tunapoungama na kutubu, kubali Bwana kubakiza majina yetu katika vitabu vya uzima. Hatimaye unapokuja tuwe miongoni mwa washindi. Tusiwe miongoni mwa watu ambao wataiambia milima tuangukie, kukosa kuogopa kuangalia uso wako. Tupatie ushindi wa kuja kukuona na kusema huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Asante kwa sababu umetupatia nafasi ya uzima tena leo. Asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kufanya matengenezo. Asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kuokolewa. Naomba Bwana katika jina lako Yesu, utembee pamoja nasi mchana wa leo katika jina lako. Amina. Mnasemaje watu wa Mungu kwa somo zuri? Mjini. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mzee Royce Mwangwala kwa kutupatia somo hili. Tuweze kufanya matengenezo ya mambo yetu ili Yesu akija tukute tumefanya matengenezo. CDTI wapo? CDTI mpo?